Karibu tena. Data mpya kutoka utafiti wa kiuchumi wa mwaka huu inaonyesha kwamba ukuaji wa pato la taifa yani GDP uliongezeka kwa kasi ndogo ya 4.6 chini kutoka 4.7 ya mwaka uliopita. Sekta ambazo zinaunda uti wa mgongo wa uchumi, kilimo kilishuhudia pato la chini huku kukiwa na mwelekeo wa mvua uliovurugika. Kilimo kinasalia kuwa mwajiri mkuu wa nguzo ya kiuchumi nchini Kenya. Lakini mwaka 2025 ukuaji wake ulipungua hadi 2.8. Mwenendo wa mvua uliovurugika ulisababisha mwaka mgumu kwa wakulima. Uzalishaji wa vyakula vikuu na mauzo ya nje hasa ngano, chai na majani mabichi na kahawa ya kusaga vyote vilipungua sana. Ukuaji wa viwanda ulipungua hadi 2% kutoka 3.2 mwaka 2024. Sehemu ya jumla ya sekta hii katika pato la kitaifa ilipungua hadi 7.1. Baada ya kudorora mwaka 2024, sekta ya ujenzi iliongezeka kwa 6.8, ikichochewa na ongezeko la 20% ya matumizi ya saruji na kuanza kwa miradi ya barabara ya serikali. Those who are talking like this are saying that we did not do enough. First of all, the highest component of levy or taxes on petroleum product is VAT, and that is what we targeted. But remember also that we have needs for revenue, and we are not doing very well in our fiscal space. Idadi ya Wakenya waliopata kazi ilipanda. Mnamo mwaka 2025, uchumi ulizalisha ajira mpya 822,100. Sekta isiyo rasmi inasalia kuwa na uzito usiopingika katika soko la ajira nchini Kenya. Imemeza 87% ya nafasi zote mpya za kazi zilizoundwa mwaka jana. Hata hivyo, kulikuwa na pumzi ya uhai katika sekta rasmi. Ajira za kisasa zilikuwa kwa zaidi ya ajira 100,000 na kufikia milioni 3.5. Mengi ya haya yaliendeshwa na sekta ya umma, haswa tume ya utumishi wa walimu ambayo ilipandisha vyeo vyake kwa zaidi ya 6%.